So kwa wiki kadha tumejifunza kuhusu wanafunzi, na katika kujifunza wanafunzi tumejifunza mambo mbalimbali. Tumejifunza mfano ama model wa Yesu Kristo wa wanafunzi, na katika kujifunza kuwa wanafunzi tuliona katika Matthew 28 verse 16 ya kwamba ni Great Commission, ama Yesu aliwatuma, aliwakommission wanafunzi, enendeni nanyi mkafanye wanafunzi vile mimi nilivyowafanya wanafunzi. Yesu kwanza alichagua wanafunzi wake, akawaita. Wengine walikuwa huko kwa samaki, akawaita ili waje kuwa wanafunzi. Na katika kuwafundisha tulipitia sasa katika ile hali ya kupitia kwa haraka tuliona Yesu alitrain ama aliwafundisha wanafunzi wake kupitia njia mbalimbali. Mojawapo ni kuwaombea, njia nyingine ni katika hali ya kula na wao, njia moja ni kama kutembea na wao, kufanya kazi pamoja, kuwa influence na kuwaambukiza ule upako. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kuwafunza neno pia. So kuna mambo mengi tu tuliona ama njia mbalimbali ambazo Yesu aliweza kutrain ama kuwafundisha, kuwafanya wale wanafunzi wake kuwa wanafunzi kweli kweli. Bwana asifiwe sana. Amen. So hiyo katika Matthew 28 tunaambiwa it is a great commission, ama ni wito mkuu ambaye Yesu alipatia wanafunzi wake ya kwamba mwenendeni mkafanye wanafunzi. Na tunaona katika Luka 6:12 ule mfano wa Yesu ambaye ile example aliweza kutoa. Bwana asifiwe sana. Luka 11:1 Yesu alikuwa anaomba kwanza. Aliweza kutumia njia ya kuomba kwanza, kufanya maombi katika hali ya kuchagua wanafunzi. Na tunaona sisi tukiwa kama wanafunzi siku ya leo kuna decisions ama maamuzi. Huwa kuna wakati nafikia tufanye maamuzi fulani, ama unafikia mahali unatakikana umake decision ama ufanye kuchagua kati ya hili ama hili, nifanye lipi? So tunachukua hii model ama huu mfano wa Yesu katika Luka 11:1 ya kwamba Yesu aliomba kabla aweze kwenda kufanya nini? Aliombea wanafunzi wake usiku kucha. So hiyo ni fundisho. Yesu tunachukua mfano wake. Bwana asifiwe sana. Huo mfano ndio tunachukua kwa sababu sisi tu wanafunzi wa Yesu na hatuna mwalimu mwingine. Tunaweza kujifunza kutoka kwake. Yesu peke yake ndiye mwalimu wetu. Na kwa ajili ya hayo tuliona juzi tukisema kwamba ndio sababu ikafikia mahali hawa wanafunzi wakaitwa Wakristo, kwa sababu walikuwa influenced ama waliweza kuiga tabia za Yesu katika kutembea kwao, katika kuongea kwao, katika kuomba kwao, na tabia zao zikawafanya wakaitwa Wakristo, yani Christ like. Kwa njia nyingine wakaweza kuitwa Wakristo, Christ like. Hallelujah. Like father, like son. Bwana asifiwe sana. Mathayo 6:5 kuanzia 5 hapo tunaona mpaka tukielekea Mathayo 6 kufikia hapo 12. Tunaona Yesu anasema when you pray. Hallelujah. Kizungu changu cha Matthew 6 hapo verse 5 kimeanza na kusema when you pray. Hiyo jambo linatufunza nini? Wakati Biblia inaanza na kusema when you pray, haikusema if you pray. Praying is not a matter of if, but it is a matter of when. Sasa katika grammar when ina maana kwamba wakati wowote ni wakati wa kuomba. Hallelujah. So when you go to pray, anamaanisha ya kwamba it is not it is an obligation. It is not optional. Hallelujah. Si nifanye ama nisifanye.
Hallelujah. Amen. It is an obligation, ama hiyo ni jukumu la kila mmoja wetu. Ndio Biblia inasema when you pray, not a matter of if, whether you pray or you don't pray. It is when you pray. So Yesu alikuwa anatarajia kwamba wakati wowote tu tunaweza ingia kwa maombi, and when you go to pray, Yesu akawa anaeleza wanafunzi ya kwamba the model of prayer. Hallelujah. The model of prayer. Tukisoma hapo Biblia nimesema, tukiendelea katika hiyo chapter 6 verse 5 kuendelea mbele, anasema ya kwamba kuna mahali nasema our Father, when you pray, unapoomba uombe Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Hallelujah. Hayo ni tuseme ni hatua za mtu anapoenda kwa maombi. Bwana asifiwe sana. Hatua za mtu anaenda kwa maombi, tunajua ni kwamba tunaomba kwa Mungu, na sasa kwa ajili tunaomba kwa Mungu, lazima tujue tuweze kutambua ama tumeingia katika ufalme wa Mungu, na Yesu ndio mfalme. Tunatambua ile kingship yake, na tunatambua kwamba ndio naambiwa uconfess ama ukiri, useme Baba yetu uliye mbinguni, ya kwamba unamuaddress. Na kwa sababu tumesema maombi ni mawasiliano, na tunawasiliana na Mungu, na huwezi kwenda tu ukakutana na mtu ukaanza kumweleza ni hivi na hivi, mpaka umaddress. Hata shuleni watoto wanafunzwa discipline, wanaambiwa, wanaenda kwa, wanasema please teacher. Unaona, una draw attention, please teacher. Na kwa Mungu ni hivyo hivyo. Unapoenda kwa Mungu, kwa sababu kuna authority in a name. Jina linabeba mamlaka, na kwa sababu jina linabeba mamlaka, tunasema Baba yetu uliye mbinguni. Tunatambua, tuna acknowledge, tuna appreciate. Na ndipo Matthew chapter 6 ikatufundisha the model of prayer. When you go to pray, say our Father in heaven. You acknowledge ya kwamba unatambua, unakiri. Hallelujah. So sintadwell kwa hapo sana, lakini ninataka kuangalia kwamba the need for prayer. Hallelujah. Kwa nini tuombe? Tunaomba katika Philippians chapter 6. Wafilipi 4:6. Biblia inasema hivi: msijisumbue kwa neno lolote. Haleluya. Kwa nini tuombe? Ili tusisumbuke. Ambia mwenzako ili usisumbuke. Ili usisumbuke. Yaani Biblia haikuruhusu kusumbuka. Na ndio usisumbuke, Biblia imekwambia substitute. Yaani badala ya kusumbuka, kuomba. Msisumbuke kwa neno lolote. Haleluya. Bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Haleluya. So tunaona hapa uhitaji wa kuomba. Uhitaji wa kuomba ni kwamba tusisumbuke. Number 1. Haleluya. Kwa sababu kuna mambo mengi tu ya kusumbukia. Alafu uliza mwenzako kwa nini usumbuke? Katika mambo ya kusumbukia, kwa nini usumbuke? Biblia haijatupea nafasi hata kidogo. Haleluya. Biblia haijatupa nafasi hata kidogo. Kusumbuka kwa Kizungu, wajua Kiswahili kina maneno machache, lakini Kizungu kina maneno mengi. Kwa grammar, hebu hapo 6, hebu sema kwa Kizungu. Kusumbuka, do not be. Hebu nisomee kwa Kizungu ile mtu na Kizungu chap. Have no anxiety. Yes, good.
have no anxiety. Kiswahili kina maneno machache, imaanishe maneno mengi ya Kizungu, lakini kwa Kizungu inasema don't be anxious. Anxious ni kwamba ni sort of, yani kutaabika kimawazo. Haleluya. Yani ya kwamba kama kuna mambo ambayo tunakumbana nayo, changamoto, haleluya, kuna jinsi vile tunazakatua. Haleluya. Kuna jinsi vile tunaweza kukabiliana na mambo, na ile njia utakabiliana na mambo ndio itakupeleka either upate matunda mazuri ama ukose kupata matunda mazuri. Na ndipo maandiko yakakataa kwamba do not be anxious. Napenda Kizungu. Kizungu kinaweza eleza, yani upate ile point, kwa sababu ukisema kusumbuka ina maana kwamba ina mguso wa mambo ya kimawazo na kiakili, yani ukose usingizi. Sasa hapa maandiko yanataka kusema kwamba badala ungekosa usingizi uombe. Haleluya. Amen. Badala ungekuwa na mafikira mengi mpaka umwe na kichwa, Biblia inasema omba. Sasa hiyo tunapata kwa nini tuombe. Haleluya. Why do we need to pray? Kwa sababu ili tusiweze kufanya nini? Tusiweze kusumbuka. Kuna mahali Biblia inasema ya kwamba watch and pray, yani tuwe macho, kama Matthew, watch and pray, kama Matthew 26:41 inasema watch and pray. Mimi nataka kuileta kwa mfano. Mimi napenda kutumia mifano. Haleluya. Tazama, hii ni store ya silaha. Kama vile sasa ingine tunaweza kuwa na police station na kunakuwa na silaha ambayo kwa Kizungu wanaita armory. Mahali ambapo silaha zinawekwa kunaitwa nini? Armory. Sasa huku kuna armory na mko katika operation, yani mnafanya operation, mko kwa vita. Lakini wewe uko pale, uko kwa operation na armory imefungwa, ama store ya silaha imefungwa, na uko katika nini? Kwa operation ama kwa vita. Nataka kuiunganisha hivi ya kwamba tukija hapa kanisani tunapata mafundisho. Kila mara tunapata mafundisho. Tunahubiriwa. Tunafundishwa Biblia. Na katika hali ya kufundishwa Biblia tunagusa area nyingi tu. Kama juzi tulisoma kuhusu 7 spirits. Sasa katika hali ya kufundishwa ni kama vile tuna silaha nyingi tu za kutosha, na sisi ni wapiganaji wa vita, lakini iwe kwamba store yetu ya silaha imefungiwa, haitatufaidi kwa njia yoyote. Kama store yetu itafungiwa, ile kitu itatusaidia kama tutashinda vita ni kwamba ile store tuweze kuifikia, kuiaccess. Haleluya. Na kuiaccess store yetu ya silaha za kivita, ambapo sasa hivi hayo mafundisho yenye tunakuja kupokea ni kwamba ni kwa njia ya maombi. Kwa sababu mahubiri tukose kuingiza kwa maombi, then ni watu walio na silaha za kutosha za kivita, lakini warudi wavamiwe na adui, wakutwe kwamba hawako tayari, na katika kushambuliwa kwao itakuwa ni vigumu. Ukiwa kwa operational area, silaha yako hailalangi store. Silaha yako inalala na wapi? Unalala naye. Haleluya.
Ukiwa area ya vita ama operational area, silaha yako hailali store, unalala naye. Ukiamuka kwenda kujisaidia nje, unatoka naye. Ukirudi kwa kulala, unarudi naye. Ukienda kuoga, unabeba silaha yako. Maji yako na sabuni viko hapa, lakini silaha yako iko wapi? Iko hapo karibu. Hallelujah. Sasa Mkristo, kwa sababu sasa sisi tu wanafunzi wa Yesu, tumepata model ya Yesu ya kufanyika wanafunzi. Tumejua kwamba umuhimu wa maombi ni kwamba tubebe silaha zetu. Hallelujah. Tubebe silaha zetu popote pale tunapoenda. Yesu alitoa example, akatuonyesha, na sasa tumejua kwamba tutaomba pasipo kukoma, kama vile Wathesalonike wa kwanza 5:17. Hallelujah. Inasema ombeni pasipo kukoma. Kwani utaombaje pasipo kukoma na wakati mwingine unaenda kulala? Utaombaje pasipo kukoma na wakati mwingine utahitaji kwenda kula chakula ama kupika na kufanya shughuli zingine? Kuomba pasipo kukoma anamaanisha wakati wowote tuwe in the mood. Uwe katika ile mood. Hallelujah. Mungu ni roho. Hallelujah. Katika Luke 4:24, God is spirit and his worshippers must worship him in spirit and in truth. Mungu ni roho na waabudu na waabudu katika roho. So hata katika hali zetu, katika shughuli zetu za siku baada ya siku, haleluya, tunahitajika tuwe katika mood of prayer. Ile mood, ile katika hali ya kama vile mchungaji anasema kutokota maombi. Umelala usingizi wako, lakini uko katika hali ya maombi. Unatembea safarini, lakini uko katika hali ya maombi. Yani in the spirit ndani ya, yani ni kama vile usikate network ama network isipotee. Wakati wote tuko katika ile network ya maombi. Wakati wote ule tuko katika network ya maombi. Huyo ni yule askari ambaye anajua ako katika mstari wa mbele wa vita. Tumeweka katika front line ya vita, mstari wa mbele. Silaha yako haiweki mbali na wewe, ambayo hiyo silaha ya Mkristo ni nini? Ni maombi. Bwana asifiwe sana. Twende katika Yakobo ama James 5:13. Yakobo ama James 5:13. Maandiko yamesema hivi, nikisoma kwa Kiswahili: mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, hiyo ni swali, na aombe. Hallelujah. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, na afanye nini? Na aombe. Hapo pia tunaona kwamba hukuambiwa usumbuke. Hallelujah. Hukuambiwa uanze kujikuna kichwa. Hallelujah. Hatukuambiwa uanze kubabaika. Hallelujah. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, na afanye nini? Na aombe. Ana moyo wa kuchangamka, na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa na wamuombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Bwana asifiwe sana. Hapo inamaanisha kuombeana sisi kwa sisi. Hata kama wewe huna jambo la kuomba, lakini una jukumu la kusimama kwa zamu. Hallelujah. Kusimama kwa zamu. Katika Ezekiel inatufananisha na watchman. Watchman akiwa kwa mji na ni usiku, ama kwa estate,
na ako kwa gate. Wale watu wanaishi kwa estate inaitwa gated community. Na ni mwi, kwa vile yeye ni watchman, aweze kuraise kitu inaitwa alarm. Yoyote atakayesikia alarm alafu apuuze, in case atauawa, damu yake itadaiwa mkononi mwake. Haleluya. Lakini watchman, kwa bahati itokee kwamba adui anakuja na yeye pia amelala, kama vile wale walio ndani ya manyumba amelala, na yeye ni watchman pia ameingia kwa usingizi, akose kuona adui aingie na alete shida ndani ya wale wamelala, kumbe ni kwa sababu watchman naye pia alilala, basi inasemekana kwamba haku raise alarm. Sasa damu ya wale watu inadaiwa juu ya watchman. Bwana asifiwe sana. Ezekiel inatueleza ama inatutambua sisi kama kila mmoja wetu ni watchman. Basi Yakobo anasema ombeaneni, kama mtu kwa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee, ya kwamba kuna kuombeana kando na wewe mwenyewe kujiombea. Bwana asifiwe sana. 15 inasema na kule kuomba. Haleluya. Kule kuomba kwa imani. Sasa hapa tunaingia how to pray. Uombe jinsi vipi? Haleluya. Jinsi vipi uombe? Tunafundishwa ni kuomba kwa imani. Kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Hata akiwa amefanya dhambi atasamehewa. Kuomba kwa imani. Na utaombaje kwa imani? Haleluya. Kuomba kwa imani ni kuomba kulingana na ile model ya Yesu ya kuomba. Haleluya. Model ya Yesu ya kuomba, alisema mapenzi yako yatimie. Na mapenzi ya Mungu ni neno la Mungu. So utaomba kulingana na neno la Mungu. Haleluya. Ni mapenzi ya Mungu mtu apone? Yes. Yesu alitufia msalabani katika Isaiah 53, kwa mapigo yake tupate uponyaji. Haleluya. So hiyo ni kuomba katika mapenzi ya Mungu. Na kuomba katika mapenzi ya Mungu ni kuomba sawa na neno la Mungu ama na kusudi la Mungu. Bwana asifiwe sana. Angameni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi, hiyo ni 16, na kuombeana. Haleluya. Pia hapo imesisitizwa kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Haleluya. Mara ya kwanza tumeambiwa tuombe kwa imani sawa sawa na neno la Mungu, lakini hapa ameenda hatua nyingine, anasema kuomba kwake mwenye haki. Haleluya. Mtu mwenye haki ni mtu gani? Haleluya. Ni mtu mwenye haki ni mtu unapoomba usiende na moyo mzito. Haleluya. Labda jambo lile unaenda kuombea limetokana na mtu labda amekutusi ama amekuongea vibaya. Haleluya. Lakini kwa sababu mpaka uombe ni maombi ya mwenye haki, mpaka itabidi uwe na free spirit. Haleluya. Usamehe ndio uweze kusamehewa, kwa sababu hapo model ya Yesu inasema utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni model ya maombi ya Yesu aliyotufundisha kwa Matthew chapter 6. So hapa nasema kuomba kwa mwenye haki. Haleluya. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Haleluya. Hapo tumeambiwa tena jinsi tutakavyoomba. Tuombe kwa bidii. Mara nyingi tunaomba tukiwa tumeshachoka tayari. Hata si ati umeomba ndio ukachoka ukiwa katika kuomba. Yaani unaenda kuomba ukiwa tayari ushachoka.
ushachoka. Haleluya. Amen. Kuna moto. Unasikia moto, school moto. Hata shuleni pale wanaandikanga moto yao. Moto ya shule yako ni gani? Brian, what is your school motto? Haleluya. Na sisi hapa kwa shule yetu tuko na school motto yetu. Haleluya. School motto yetu inasema winners never quit and quitters never win. Haleluya. Amen. Sasa tunaambiwa kuomba kwake akiomba kwa bidii. Kuomba kwa bidii ni kuomba kwamba unasema winners never quit ama quitters never win. Haleluya. Amen. Unasema you will not quit. Haleluya. Amen. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe. Akaomba kwa bidii. Tunahitaji bidii katika kuomba. Haleluya. Amen. Tunahitaji bidii. Ile kitu saa nyingine tunakosa ni bidii. Tuko na bidii ya mambo mengi tu. Haleluya. Amen. Nilikuwa nauliza Mungu niende nifundishe nini siku ya leo. Na katika hali ile ya kuuliza Mungu nikamwambia mimi Mungu sitaki niende kufundisha tu kwa sababu ni siku ya Jumapili imefika, niende nifundishe. Haleluya. Amen. Ndio Mungu akaniambia enda ufundishe kuhusu kuomba. Oh, yes. Na angalia hili jambo. Tunaona kuna shule nyingi tu. Tuko na shule nyingi tu. Kuna shule ya music. Kuna music school. Kuna shule nyingi tu, kuna Bible school. Lakini hakuna siku tumewahi kuona prayer school. Watu waende kwa prayer school. Sasa kama hakuna music school, vitabu, nani ameona vitabu vya music school ama shule za muziki, shule za Biblia? Lakini hatuonyeshi shule za maombi. Haleluya. Shule ya kuomba ni gani? Nani anajua shule ya kuomba? Shule ya kuomba ni kuomba. Haleluya. Ambia mwenzako, shule ya kuomba ni kuomba. Hakuna shule nyingine. Haleluya. Shule ya kuomba ni kuomba. So usiniambie mimi sijui kuomba, nitaomba vipi? Sijafundishwa ama sijui. Haleluya. Kujua kuomba ni kupitia kwa kuomba. Haleluya. Na mara nyingi tunaweza simama hapa tushinde the whole day tukifundishana kuhusu kuomba, na at the end of the day tusiombe. Haleluya. Amen. Hiyo sasa ni hatari. Ni hatari. Haleluya. Amen. So ujitayarishe kuomba. Ambie mwenzako jitayarishe kuomba. Jitayarishe kuomba. Kwa sababu mimi sikuja hapa tujifundishe kuomba tu the whole day na tu hatujaomba. Haleluya. Amen. Kwa nini? Saa zingine ukiwa peke yako unaomba maombi alafu unakosa kwamba hamuja nini. Ukipika githeri unawekanga kuni ngapi? Kuni moja inaivishanga githeri. Kuni moja inaivishanga githeri. Sasa githeri yako ya maombi inaweza kuwa inakosa kuwaka. Moto wako wa kuni ya githeri unaweza kosa kuwaka kwa sababu uko peke yako. Lakini tukija hapa tukutane ni kuni nyingi. Sasa hizo kuni nyingi zinatiana moto na moto unakuwa unapamba moto. Ndio mara nyingi tunaiweka kesha za kuomba tu. Mwende kwa kesha tu kazini mkuomba. Bwana asifiwe sana. Pale manyumbani mwetu pia kuna wakati mwingine hatuna a conducive environment ya kuomba. Haleluya. Na wakati mwingi tunatoa visababu. Niko too busy, sina time za kuomba. You will never have time to pray. Haleluya. Wewe hutawahi pata time za kuomba na mimi sintawahi pata time za kuomba. What you do is you create time. Haleluya. Amina. Kuomba, you just create time. You will never have time to pray.
Hapo nikiwaambia utapata nafasi saa ya kuomba, nitakuwa nakudanganya. Hata utaenda upate nafasi ya kuomba, you will never have time to pray. Kwa sababu commitments ni nyingi. And again, kwa sababu kuomba by itself is a weapon. Kuomba yenyewe kivyake ni silaha. Shetani hawezi kukubali. Hawezi kukubali. Na atakuletea visababu tu vi-excuse. Hallelujah. Ni nani huyo ambaye amelegea, anaona hii silaha huyo akichukua atanidhuru ama atanifanyia madhara, alafu akuachilie tu hivi? Ni nani huyo? Ni nani? Hakuna. Si ndio? Silaha hiyo ukiifikia utanifanyia madhara, alafu nakuachilia uifikie hivi. Na maombi ni hivyo hivyo. Ukitaka kwenda kuomba, hapo ndipo usingizi unaingia. Ukitaka kwenda kuomba, hapo ndio wageni wanaingia. Ukienda kuomba, hapo ndio simu inalia. Ukienda kuomba, hapo ndio sijui, yani sababu chungu nzima tu. Hallelujah. Environment ya kuomba ama a conducive environment ya kuomba. Sasa mara nyingi Yesu alikuwa anafanya hivi. Alikuwa ana withdraw from the multitude. Alikuwa ana withdraw kutoka kwa ile crowd. Anajifanya nini? Anaji-isolate. Hallelujah. Alikuwa na pull out. Hallelujah. Anafanya nini? Ana pull out from the crowd, anaji-isolate ndio aweze kuomba. Ama mara nyingi alikuwa anaenda hata milimani kuomba. Kwa nini? Kwa sababu maombi yanataka a quiet place. Na mara nyingi we are too busy. Hata saa zingine tunaweza kuwa hatuko too busy, lakini we are too noisy. Hallelujah. Ni mtu gani ambaye anakuwa too noisy? Ni mtu gani huyu anakuwa too noisy kwa Mungu? Hitaji limetokea, unaanza kutafuta njia za kusolve. Wakati unaweza kutafuta njia za kusolve kwa akili yako, you are too louder than God. You become too louder than God. Kwa sababu labda unatafuta solutions, unataka kupiga mahesabu. Nifanye vipi hii, nifanye vipi? Hallelujah. And in the process, you become too louder ama too noisy, too louder than God. Hata wakati voice ya Mungu inapokuzungumzia, ama sauti ya Mungu inapokuzungumzia, you are louder than God. Alafu unasema Mungu haongei. Mungu anaongea, lakini sauti yake ni a still, soft, small voice. Sauti ya Mungu inakuwa ni ndogo, iko ya upole na ni a small still voice. Hallelujah. Amen. Na wakati uko louder than Mungu, you are louder than God. Si kwamba Mungu haongei, Mungu anaongea, lakini you are louder than him. Ama wewe una sauti zaidi kuliko yeye. Hallelujah. Wakati mwingine hali inatokea, alafu unawaza sana. Hallelujah. Biblia imesema jambo likitokea uliwaze. You think it out or you pray it out. You don't think it out, you pray it out. Jambo likitokea, don't think over it, pray over it. Hallelujah. Amen. Bwana, nimekuwa hapa nimefikiria. Na mimi nimefikiria mpaka nimefika mwisho. Mara nyingi nasikia naongea watu, Bwana, jambo lilikuwa tumefikiria mambo. Sijui tufanye nini, tumefikiria. Hata nyinyi mkuje tufikirie pamoja. Hata nyinyi, hata wewe na wewe, mbona hii muda wote umenyamaza hujasema kitu? Sema kitu tusikie mchango wako. Na labda ni kitu ya kuombea. Kuombea. Hallelujah. Nisisemi watu wasiweke mawazo pamoja. Lakini kitu ya kuombea, tuombe. Tuombe. Hata saa zingine katika kuomba Mungu analeta shortcut.
analeta njia ya mkato ya rahisi kuliko vile tukienda njia ndefu. Haleluya. Maombi mpaka tuombe. Haleluya. Akaomba tena, verse 18, hapo Yakobo 5:18, akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Haleluya. So kuna kuomba tena na tena. Haleluya. Mara nyingi tunasema nimetoka kuomba saa hii. Haleluya. Nimetoka kuomba saa hii, kwani mtu ataomba namna gani? Haleluya. Nimetoka kuomba saa hii. Kuomba hakuna mwisho. Alafu kitu ingine tusisahau, kuomba si occasion vile tunakuwa na harusi. Najua wakati wa harusi kuna maandalizi. Sasa maombi si occasion ya maandalizi kama vile tunakuwa na harusi ama birthday party. Hallelujah. Maombi is not an occasion. Mwenzako it is a lifestyle. Yes, maombi si occasion. Kujeni tuombe. Iwe ni lifestyle, yani iwe ni tabia, ni desturi. Lifestyle nafikiri nikisema hivyo inaeleweka. Kuwa ni tabia ama ni desturi, yani lifestyle. Ni desturi yako. Haleluya. Hata saa zingine unatembea kwa barabara, unatokota maombi, unaendelea ukiomba. Uko shambani tu naomba mpaka mtu anaweza kuja. Angalia mko angalia. Haleluya. Kwa sababu ni nini? Ni maombi, ni lifestyle. Uko kwa gari, hata saa zingine unasoma messages lakini haleluya. Maombi ni katika roho. Haleluya. Macho na akili iko kwa simu. Lakini maombi iko wapi? Ndani ya roho. Haleluya. Deep inside unaomba. Mnaongea na watu, mnaongea na mtu, lakini deep inside unaomba. Haleluya. Kwa sababu tutaenda kuomba. Haleluya. Kuna maombi katika Matthew 17:21, maombi ya kufunga. Haleluya. Kuna mahali inasema kesheni mkiomba, ombeni bila kukoma. Alafu kuna mahali kwamba kuna maombi ya kufunga, kama vile watu wa Mungu walivyoomba mara